Katika ulimwengu wa kisaikolojia, kuna aina mbalimbali ya miguso ambayo mwanadamu anapokugusa huwa kuna ujumbe ambao umejificha ndani yake. Mwanadamu ambaye anakupenda alafu anaogopa kukuambia, zipo namna mbalimbali ambazo anaweza akawa anaugusa mwili wako ili kukupa ujumbe ambao unaweza kutafsiri kama wewe ni mwanasaikolojia. Lakini mwanadamu ambaye anatamani uendelee kuwa karibu yake, kuna namna ambayo anaweza kuwa anaugusa mwili wako. Kwa sababu hiyo, ndani ya video hii nitakwenda kukuambia maana ya miguso katika saikolojia, na utakapotazama video hii mpaka mwisho, basi mtu atakapokugusa kwa namna fulani utaweza kujua anamaanisha nini. Kama nawe ni moja kati ya binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Ifuatayo ni aina mbalimbali ya miguso na maana yake katika ulimwengu wa saikolojia. Namba 1, mwanadamu ambaye anapenda kugusanisha vidole vyake pamoja na vidole vyako, au wakati mwingine anaweza akawa anazungusha vidole vyake katika kiganja chako cha mkono mnapokuwa mmekaa ama mnapokuwa mnatembea. Endapo utakutana na mwanadamu ambaye mara nyingi atakuwa anapenda kufanya ishara kama hiyo, hii ni ishara ya kisaikolojia ambayo inaonyesha anakujali. Huyo ni mwanadamu ambaye anakujali, anahitaji uwepo wako kila wakati. Hivyo katika moyo wake anayo lugha ambayo anashindwa kuiwasilisha mbele yako kwa maneno, badala yake anaonesha kwa ishara. Ni mwanadamu ambaye anatamani uhusiano wenu wa karibu uendelee kuwepo siku zote za maisha yenu. Hivyo mara nyingi anapokuwa karibu na wewe, atapenda kutumia vidole vyake. Kinaweza kikawa kidole chake cha mwisho ama kidole chake cha shahada ama vidole vyake vitatu, na kuvizungusha katika kiganja chako cha mkono kama ambavyo inaonekana katika picha hii. Endapo ishara kama hiyo itakuwa inajirudia kila wakati, kila unapokutana na mtu fulani, huwa ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha mtu anakujali. Lakini wakati mwingine ni ishara ambayo inaonyesha mahusiano yenu bado yanaendelea kukua. Na hapa si lazima yawe mahusiano ya kimapenzi, bali hata mahusiano ya kirafiki inawezekana bado mahusiano yenu yanaendelea kukua. Au wakati mwingine ni ishara ambayo katika saikolojia inamaanisha uhusiano uliokomaa na wenye utulivu ndani yake. Sambamba na yote ambayo nimekuambia, lakini kuna mtu ambaye anapokushika mkono wako kwa vidole vyake, anakuwa anakaza sana vidole vyake katika mkono wako. Ni ishara ya umiliki, yani anatamani uendelee kubaki kuwa wake. Lakini ni ishara ya wivu. Kama ni mtu ambaye upo naye katika mahusiano, ujue anakupenda na ana wivu sana na wewe. Lakini pia ni ishara ya ulinzi uliopitiliza. Inamaanisha anatamani uendelee kuwa salama katika maisha yako. Lakini endapo mwanadamu atakushika bila kubana vidole vyake kwa nguvu, ni ishara ya kuwa anakuamini sana, lakini ana utulivu ndani yake dhidi yako. Lakini maana nyingine ni kuwa mtu ambaye anakushika hivyo anafurahia sana uwepo wako, anatamani uendelee kubaki karibu naye, lakini hawezi kukuambia kwa maneno. Lakini kuna wakati ambao anatafuta usalama wa kihisia zaidi kuliko wa kimwili, na ndio maana mtu huyo ataendelea kukushika huku akibana vidole vyake katika mkono wako, ama ataendelea kuweka vidole vyake kwa utulivu katika kiganja chako cha mkono, au wakati mwingine anaweza kuvifungamanisha vidole vyake pamoja na vidole vyako. Namba 2, mwanadamu anapopenda kukushika mkono wako kwa kutumia mikono yake miwili kama inavyoonekana katika picha hii. Endapo kuna mtu ambaye kila unapokuwa naye anakuwa anapenda kukushika kiganja chako cha mkono kwa kutumia viganja vyake vyote viwili katika mikono yake, yani mkono wake wa kushoto na mkono wake wa kulia, hii ndiyo maana yake. Namba 1 ni ishara ya ulinzi, yani mwanadamu ambaye anapenda kukushika hivyo anatamani uwe salama, anatamani akusaidie kuweza kuepuka hatari mbalimbali ambazo unazo katika maisha yako. Kama unapitia changamoto, anakuaminisha kuwa yupo upande wako, ataendelea kukulinda kadri atakavyoweza. Namba 2 ni ishara ya faraja.
Mara nyingi mwanadamu anaweza akapita katika nyakati mbalimbali katika maisha yake, na kama tunavyojua, mapito ya wanadamu yamegawanyika katika makundi mbalimbali. Yapo mapito ya maumivu, yapo mapito ya mateso, zipo nyakati ambazo mwanadamu anaweza kukata tamaa. Lakini ukiwa katika nyakati hizo, alafu mtu akaja kukushika mkono wako kwa kutumia mikono yake miwili, huwa ni ishara ya kuwa anakufariji. Usikate tamaa, haijalishi unapitia katika wakati mgumu kwa kiwango gani, yuko pamoja na wewe. Lakini maana ya tatu ni kwamba ni ukaribu wa kihisia wenye kina kirefu katika moyo wa mtu, jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Endapo unaye rafiki ambaye kila unapokuwa naye anapenda kukushika kwa namna hii, ni ishara ya kusema bila maneno, niko hapa kwa ajili yako. Lakini hata katika ulimwengu wa kisaikolojia, ishara hii huwa inamaanisha huruma ya kweli kwa mtu ambaye anapita katika changamoto, uhitaji wa kuunga mkono kihisia, lakini pia kujali kwa kina kuliko mawasiliano ya kawaida. Ina maana kuna wakati mwanadamu anaweza kuwa na huruma, hata maneno yake hayawezi kutosha kuonesha kiwango cha huruma ambacho kipo moyoni mwake kwa ajili yako. Au kuna wakati mwanadamu anaweza kutaka kukuonesha kuwa anakuunga mkono kihisia. Inawezekana unapita katika maumivu, atakapokushika hivyo inamaanisha yuko pamoja na wewe. Haimaanishi unapita katika maumivu kwa kiwango gani. Amevaa viatu vyako na anajisikia kama wewe ambavyo unajisikia, yani anakusapoti kihisia. Lakini pia nimekwambia ni ishara ya kuwa mtu anakujali kuliko kawaida. Inamaanisha hawezi kukuonesha kwa maneno, ama hawezi kuzungumza maneno ambayo yatatosha kuonesha ni kwa kiwango gani ambacho anakujali. Hivyo unapokuwa na msongo wa mawazo ama unapokuwa katika wakati fulani mgumu, mwanadamu anapokushika hivi, ujue yuko pamoja na wewe. Lakini pia katika mahusiano huwa ni ishara ya kujitoa, yaani mwanadamu anajitoa kwa ajili yako na ni mwaminifu. Ni ishara ya mapenzi yaliyopevuka, lakini mtu anayejali hisia zako zaidi kuliko mvuto ambao unao katika mwili wako. Lakini pia katika bara la Afrika, kwa mujibu wa tamaduni zetu, mwanadamu anapokushika kwa mikono yake miwili kwenye mkono wako mmoja, ni ishara ya kwamba huyo ni mtu ambaye anakuheshimu kupita kiasi. Namba 3, mwanadamu anapogusa mkono wako kidogo kama inavyoonekana kwenye hii picha. Zipo nyakati ambazo unaweza kuwa na mtu, aidha mnatembea ama mmekaa, alafu mara kadhaa akawa anagusisha mkono wake au vidole vyake kwenye kiganja chako cha mkono. Katika ulimwengu wa kisaikolojia, hii ni ishara ambayo inamaanisha mvuto wa kimwili, yani amevutiwa na wewe, ndiyo maana anakuwa anatamani kuugusa mwili wako mara kwa mara. Lakini ishara nyingine ni ishara ya ukaribu wa kihisia. Ina maana mwanadamu anapokuwa anaugusa mkono wako kila wakati, lakini bila kutumia nguvu, inamaanisha anataka kuwa na ukaribu wa kihisia na wewe. Lakini ishara nyingine ni kuhisi uhusiano bila hatua kubwa. Yaani kuna muda anakuwa anahisi ni kama kuna mahusiano ambayo yanatakiwa kuwepo baina yako wewe na yeye. Anajikuta anashindwa kujizuia na kujikuta akiugusa mwili wako kidogo kidogo bila kutumia nguvu. Huashiria kuanza kufungua hisia ama kuonyesha ushirikiano wa kimahusiano bila kufikia mipaka rasmi. Hivyo utajikuta unaguswa na mtu huyo hali ya kuwa bado hamna makubaliano yoyote ya kihisia, lakini mara kadhaa atakuwa anafanya hivyo kwa sababu kuna hali ambayo hawezi kuielezea kwa maneno ambayo imeanza kujitokeza ndani yake. Kisaikolojia huwa inaashiria mvuto wa kijamii au kimapenzi. Mwanadamu anapokuwa na kugusagusa katika mkono wako kwa namna hiyo, inamaanisha unamvutia kimapenzi. Lakini pia ni uchunguzi wa kihisia ambao mtu anakuwa anaufanya ndani ya moyo wake, kwani anapokushika taratibu anakuwa anataka kuona utarespondi vipi. Je, nawe utamshika ama utamkaushia? Mara nyingi ukimshika anakuwa anajiaminisha kuwa basi hisia zake zimekubaliwa, na mara nyingi ni ishara ya kujaribu hisia za mtu ambapo mtu ameshindwa kukuambia kwa maneno, na ndio maana mwanadamu atakuwa na kushikashika ili kuona respondi yako itakuwaje. Lakini pia huwa ni ishara ya kuonesha wewe ni mwanadamu ambaye unamvutia hisia. Wewe ni mwanadamu ambaye tayari umeshaziteka hisia zake,
ana mpango wa kuingia kwenye mahusiano na wewe, lakini hawezi kutamka kwa mdomo wake, anajaribu kukuelezea kwa lugha ya ishara. Namba 5, mwanadamu anapokunja kiganja chake cha mkono kwa nguvu katika kiganja chako cha mkono. Kama ambavyo inaonekana katika picha hii, wapo baadhi ya wanadamu ambao kila unapokuwa nao karibu, wanapokushika mkono, basi wanakaza mikono yao na kuzungusha vidole vyao kwenye kiganja chako cha mkono, huku wakiwa wameifanya mikono yao kuwa thabiti. Katika ulimwengu wa kisaikolojia, hii ni ishara ambayo inaonyesha hisia kali za kimapenzi dhidi ya mtu fulani. Kama wewe ni mwanaume au kama wewe ni mwanamke, kila unapokutana na mwanadamu ambaye ni wa jinsia tofauti na wewe, alafu akakushika kwa namna hii, ujue ni mtu mwenye hisia kali za kimapenzi na wewe. Lakini ni ishara ambayo inaonyesha ni mtu ambaye anakujali sana. Mtu ambaye anakujali hatamani upatwe na matatizo katika maisha yako. Ni ishara ambayo inamaanisha huyo ni mtu mwenye hisia thabiti juu yako. Kisaikolojia pia ni mtu ambaye anataka kuhakikisha hauendi mbali na hisia zake, ingawa wakati mwingine ni ishara ya wivu ama kujaribu kukudhibiti. Katika mahusiano, mtu anapokushika hivi, inawezekana ikawa ni ishara ya upendo wa kweli ama kujali kuhusu wewe, tena ni upendo wa dhati kutoka ndani kabisa ya moyo wake. Ama wakati mwingine ni ishara ya wivu ambao umejitengeneza katika moyo wake juu yako. Namba 5, mwanadamu anapoushika mkono wako taratibu, alafu kidole gumba chako kikawa nje ya mkono wake, lakini yeye akachagua kuviweka ndani ya kiganja cha mkono wake vidole vyako vinne. Endapo mwanadamu atakuwa anafanya hivi kila anapokutana na wewe, hii ni maana ambayo imejificha katika lugha za kisaikolojia. Hii ni ishara ambayo inamaanisha ukaribu mdogo ama kutojihisi kwa dhati. Yaani unapokuwa na ukaribu na mtu anapokuwa anakushika hivyo, ina maana bado anakuwa hajihisi kama kuna ukaribu wa kiwango kikubwa baina yako wewe na yeye. Anakuwa bado hajiamini, hivyo anakuwa anakushika taratibu na kwa upole, huku moyoni mwake akiwa bado ana mashaka. Lakini maana nyingine ni kuwa hisia zake bado hazijawa kali juu yako. Maana yake nyingine ni kuwa ni hisia za hofu ama kutojua hisia zake za kweli kama zipo juu yako au la. Lakini wakati mwingine inamaanisha upole wa uhusiano wa kihisia baina yenu. Lakini tafsiri nyingine ni kuwa hajajitolea kikamilifu kihisia kuwa karibu na wewe. Na tafsiri nyingine ni kuwa ana hisia ndogo za kipekee juu yako. Maana nyingine ni kuwa bado ana wasiwasi kuhusiana na hisia zako, hivyo anajaribu ili aone nawe utalipokeaje. Lakini wakati mwingine huwa inamaanisha mwanzo wa mahusiano ambayo yameanza kuchipua. Maana yake nyingine ni kuwa ni mtu ambaye hawezi au hataki kuonesha hisia zake kwa nguvu. Tafsiri yake nyingine ni kuwa hofu ya kukosana ama kuvunja uhusiano na wewe. Namba 6, mtu ambaye huwa anapenda kuviunganisha vidole vyake pamoja na vidole vyako, yani anakuwa ni kama amevishona vidole vyake katika vidole vyako kama ambavyo inaonekana katika picha hii. Endapo atakuwepo mwanadamu ambaye mara nyingi unapokutana naye anapenda kukushika kwa vidole vyake katika vidole vyako kama ambavyo inaonekana kwenye picha hii, basi hii ni maana yake kisaikolojia ni uhusiano wa kina na wa karibu sana. Ina maana katika moyo wake tayari anajihisi kuwa na uhusiano na wewe wa karibu, na chochote ambacho ukimwambia hawezi kukataa kwa sababu ni mwanadamu ambaye ana uhusiano wa kina na wewe. Namba 2 ni ishara ya mshikamano wa kihisia unaoelezea mapenzi na uthabiti baina yenu. Namba 3 ni kuashiria hisia kali ambazo zina ukweli ambao umejificha katika moyo wa mtu. Lakini jambo jingine ni ishara ya ushirikiano wa dhati zaidi ya mguso wa kawaida. Lakini pia ni kiashiria cha kuaminiwa kikamilifu na rafiki ambaye anapenda kukushika kwa namna hiyo, na kama upo naye katika mahusiano ni ishara ya kwamba wewe ni moja kati ya binadamu ambao wanawaamini kuliko watu wengine. Ishara nyingine ni kuwa anaweza kujitolea kikamilifu katika mahusiano yenu, haijalishi mtapitia katika hali gani. Jambo jingine ni kuwa ni himaya ya faraja ya pamoja. Ukipita kwenye maumivu atakuwa na wewe, lakini ukipita kwenye furaha pia bado atakuwa na wewe.
lakini ni ishara ambayo inaonyesha uhusiano ambao umekomaa, ushirikiano wa dhati na wa kihisia wa kimwili. Namba 7, endapo kuna mtu ambaye kila unapokuwa naye anapenda kulaza kiganja chake cha mkono nyuma ya kiganja chako cha mkono kama ambavyo inaonekana katika picha hii. Endapo ishara hii itakuwa inajidhihirisha juu ya mtu fulani, basi hii ndiyo maana yake kisaikolojia. Ni ishara ambayo inamaanisha ulinzi na faraja. Ni mwanadamu ambaye anatamani uwe salama ikiwa upo katika mazingira ambayo yanakutia hofu, lakini pia anakufariji kwa sababu inawezekana unapitia katika nyakati ambazo zinakufanya ukate tamaa ya maisha. Tafsiri yake nyingine ni ukaribu wa kihisia na mshikamano wa kimapenzi. Hata kama bado hajakwambia, inawezekana katika moyo wake ana hisia za upendo juu yako. Inaashiria kuwa niko hapa kwa ajili yako na kujali, na ninahakikisha unakuwa salama katika hisia zako na katika mwili wako katika wakati wote ambao nipo karibu yako. Lakini ni ishara ambayo inaonyesha ushirikiano wa karibu wa kimahusiano baina ya binadamu wawili. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakia wakati mwema na nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana. Asante, bye.